tunaomba msamaha ufanyiwe kazi jamani. Walioko huko ndani hawana kosa. Hawaelewi, ni vijana wadogo. Mama, tunakuomba, tupo chini ya miguu yako. Unaongoza nchi, tuangalie watu wa mitaani, tunaumia kama sisi hao waliokamatwa ndio watoke ili tuweze kuishi. Vilio, majonzi na simanzi vimegubika katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam baada ya baadhi ya ndugu kufika katika viunga hivi wakilia juu ya hatma za ndugu zao ambao walikamatwa Oktoba 29 wakati wa uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii leo wamefika mahakamani hapa ikiwa ni siku chache baada ya kutolewa kwa kauli ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ya kwamba wale waliofuata mkumbo basi waachiwe. Hivyo wao wamefika mahakamani hapa wakiamini ya kwamba wataona ndugu zao tangu walipotoweka katika siku hizo. Mimi naitwa Mikandaba na hivi ndivyo hali ilivyokuwa katika viunga vya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam kwa siku ya leo. Nimekuja hapa kwa ajili ya kaka zangu wawili. Hao ndio kaka zangu wa kwanza kuzaliwa, wakitoka wanafuata mimi. Walikutwa wananunua chips tarehe 29, wakaambiwa wao na muuza chips afunge, wakabebwa kwenye Defender wakapelekwa kituoni Oysterbay. Mama, tunakuomba, tupo chini ya miguu yako. Unaongoza nchi, tuangalie watu wa mitaani, tunaumia kama sisi hao waliokamatwa ndio watoke ili tuweze kuishi. Mama, kaliangalie hili. Mama, kasamea watu walikuwa hana hatia waliokamatwa kwenye maandamano. Mama, tunakuomba, tuna uchungu mama, tunaumia mama, tunaumia. Yaani kitu ambacho mdogo wangu haelewi, kwanza ni mpole, haelewi. Nafika Segerea ananiuliza dada, waini ni nini? Yaani haelewi hata waini ni nini. Anasema tu amepewa kesi ya waini. Basi ndio tumesikia mama ametoa msamaha, vijana waachiwe. Basi tunaomba mama alifanyie kazi. Vijana jamani waachiwe, watu waachiwe, hawana kosa, watu wamebebwa hawana makosa, wamebebwa tu wamepelekwa huko. Mdogo wangu ana mke, ameoa hata mwaka ana mke ana mimba miezi 7. Hivyo tumetoka jana kumtoa hospitali pressure. Leo nimekuja mahakamani kwa sababu alisema kwamba mtoto wangu alikamatwa nyumbani. Wakasema kwamba leo ndio hukumu yao. Sasa mimi nakuja kusikiliza. Lakini cha ajabu nashangaa kwamba wamerusha tena tarehe mpaka tarehe 3. Sasa mwanangu kusema kweli walimkamatia nyumbani. Pale nyumbani kwetu tuna sisi kama familia tumejenga tu, watoto wetu tumejenga kuanzia kwa baba mpaka chini. Mimi hoja yangu tu ni kwamba huyu mheshimiwa alivyotamka kwamba watu waachiliwe, basi waachiliwe. Kwa nini tena wanataka kutuwekea mipaka? Wanaweka tena vikwazo kwamba eti mpaka tarehe 3. Mwanangu atakata tarehe 3 kwa kosa gani? Mimi ndicho nauliza tu hicho, kwa kosa gani? Hata polisi waliomshika wenyewe alivuka kamanda mkuu, polisi alikuwa nani? Anapiga mtu mmoja. Ni haki. Hakuwa na silaha, hakuna na kitu chochote. Nyinyi mnapiga.